ulijipata tu na ukaamini kwamba umetoka kwa Mungu. Lakini hii riziki unayotafuta kakangu, kwa jasho lako, kwa njia ya halali, nani anakupatia hii riziki? Ni Mungu. Huyu Mungu hajawahi kuleta manabii katika hii dunia, wawakilishi wake wa kibinadamu. Manabii wako asa hapa ndio umefika. Kwa hiyo kumbe manabii wamegawanyika katika sehemu mbili, kuna ukweli na uongo. Hebu mpe huyo sasa kitabu cha Mathayo 24 andiko lake la 24. Huyu bwana anazungumza maneno ya kweli kwamba manabii wamegawanyika sehemu mbili. Kuna wachakachuaji wakina Word, hao sasa ni wachakachuaji. Sikiliza hiyo Biblia nayo inakusapoti. Kitabu cha Mathayo 24 inasema kwa maana ndio watatokea makristo wa uongo. Hebu mpe tena. Umesikia hiyo? Yeah. Watatokea watu gani? Wa uongo. Makristo wa uongo. Sio Waislamu. Yeah. Hujasikia Waislamu? Hebu mpe tena, endelee. Twende. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Mpe tena. Kumbe wanabii wa uongo pia watafanyeje? Watapatikana. Maneno yako ni mazuri. Hebu endelea sasa. Nao watatoa ishara kubwa na maajabu, safi, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Hebu mpe sasa. Biblia inasema watatokea makristo wa uongo, si kweli? Ndio. Na manabii wa uongo, si kweli? Watawapoteza watu hata yamkini walio wateule. Leo tunasikia atatokea mtu aseme anaponya vipofu. Ndio. Ushawahi wasikia hao? Hebu ongea na maiki. Kuna watu wanasema wanaponya vipofu. Ushawahi wasikia? Ni katika Waislamu hao. Wajulikanaji naona Wakristo. Yaani atokee Muislamu aseme naenda Uhuru Park kuponyesha vipofu. Ushawahi sikia? Haba. Wanakuwa upande gani hao? Sema tu ukweli. Wakristo wengine. Unaona sasa? Hao ndio wanatabiriwa kwamba watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, wapate kuwapoteza hata yamkini walioteule. Kwa upande wa Uislamu usanii hakuna. Eti mtu aseme naponyesha viwete, Muislamu, haijawahi na haitotokea, kwa sababu katika Uislamu hakuna usanii. Uislamu mambo yake yamenyooka. Ndio, katika Uislamu hakuna unabii. Sura ya 33 aya yake 40 Qur'ani. Msikilize Mwenyezi Mungu anasema nini, anayeshughulikia vitabu. Tunaomba, inasemaje? 33 aya yake 40. 40 inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Aya yake inasema mwalimu. Naam. Aya yake ni 40. Inasema Muhammad ndio si baba yoyote katika wanaume wenu, bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu, bali yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii, na ni mwisho wa manabii. Ndio unaona katika Uislamu hatatokea mtu na hatatokea mpaka dunia iche akaja kutangaza unabii, kwa sababu Qur'ani imesema kwamba Muhammad khatamul anbiyai wal mursalin, kaja kufunga ukurasa wa mitume na manabii. Lakini leo utasikia Ezekieli naye eti ni nabii tena. Hata aibu watu hawana, wanajitokeza wanawake dawa eti wanadai unabii. Haya ni mambo ambayo hayawezekani na watazidi kutokea upande wenu, kwa sababu Biblia ishasema kwamba watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo. Hebu mpe tena maiki. Sasa kaka, umesikia vitu hivyo? Wewe huendi katika nyumba yoyote ya ibada, unamwabudu Mungu kupitia njia gani? Muamini tuna maombi ya kwanza. Unamuomba tu kivyako. Ukimaliza imetosha. Hauendi kanisani. Hauko, usiende, hata mimi nakushauri. Hiyo mawazo ya kwenda huko kwanza ondoa. Ama kuna jamaa yako anaendaga kanisani? Mimi najua mimi mwenyewe. Kivyako tu. Usiende, kwa sababu
11, 17 Wakorintho wa kwanza. Hiyo nakupa, usiende, tulia mahali huko, wewe tafuta dini na muombe Mwenyezi Mungu akuonyeshe njia ya haki uweze kuipata. 11, 17 Wakorintho wa kwanza. Nakushauri usiende. Inasemaje? 17 Wakorintho wa kwanza. Inasema mahali inasema. Ndio. Lakini katika kuagiza haya safi siwasifu. Kwa nini? Ya kwamba ndio nakusanyika si kwa faida bali kwa hasara. Twende. Kwa maana kwanza ndio kutanika kanisani. Hebu mpe kakangu, umesikiliza andiko hilo? Kuna watu wanakusanyika sio kwa faida bali kwa raha zao. Wacha arudie tena, wacha arudie hapo kwa raha zao. Hapo anakaa mtisheni huyu, maana Kiswahili naona anajua kukinyorosha. Inasemaje hiyo? Kwa maana kwanza, arudie tena andiko. Lakini ndio katika kuagiza haya siwasifu. Kwa nini? Ya kwamba ndio nakusanyika si kwa faida safi bali kwa hasara. Ndio. Kwa maana kwanza ndio kutanika hapo kanisani. Mpe. Kuna watu wanafanya kusanyiko sio la faida bali la msikitini. Huko ni msikitini, wanakusanyikia msikitini. Wapi? Kanisani. Si unaona sasa? Sasa wewe umekuwa mzuri kwa sababu wendi huko. Ungekuwa huko kila Jumapili ama Jumamosi, ungekuwa unabeba nini? Ungekuja kwenye kusanyiko la nini? La hasara. Sasa wewe inatakiwa uende katika mahali pazuri. Sura ya 18, sura ya 72 aya 18. Hebu Waislamu mkono juu. Waislamu tujuane kwa ishara ya mkono. Waislamu tuko wengi, hebu teremsheni. Wakristo wapendwa katika Bwana, kama yuko nyosha mkono. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Hayuko bado. Leo wameingia mitini, wameona Samiri yuko hapa. Hebu Samiri njoo hapa basi, njoo Samiri hapa. Mimi naona wananiogopa sana kwa sababu wamenizoea. Waislamu, hiki chombo mnakijua hiki? Mashaallah, hiki kichwa mnakijua vizuri? Hebu anamjua huyu mwalimu wetu, mkono juu. Samiri hujulikani hapa. Hebu tuko wangapi tunamjua? Haya, sasa kwa sababu hamumjui, sasa hivi mtamjua. Hebu nimpe maiki kwanza, naomba dakika 3 nipate kiraa ya Qur'ani, nitulize nafsi, kisha mengine yakuje baadaye. Shukrani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ansha'a wa barra, خلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وبراه. خلق الله ابن آدم من تراب فجعله بشرا، وبعث نوحا فصنع الملك بأمر الله وجراه، وآتى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومن رعواه، ونجى الله خليل إبراهيم من النار فاعتبروا بما جراه. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث في القرى، وعلى أبا بكر صاحبه في الغار بلا مراء، وعلى عمر الملهم في رأيه وهو بنور الله يراه، وعلى عثمان الزوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعن ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشراء، وعلى بقية الصحابة الذين انتشروا فضلهم في الوراء. أما بعد، Waislamu, leo siendi upande ya Qur'an na Biblia. Leo tunataka kukumbushana mambo 2-3, ndugu zangu wa Kiislamu. Idris, umeelewa? Juzi tumekuwa juu ya saumu. Waislamu, juzi tumekuwa juu ya saumu, na leo hii tuko katika mwezi wa Shawwal na tunaelekea
Lakini jiulize ndugu yangu Muislamu, dada yangu Muislamu, yule ambaye unanisikiza, katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa unafanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mwezi wa Ramadhani ulikuwa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala janna. Katika mwezi wa Ramadhani wewe ni yule ambaye kwamba ulikuwa unaamka usiku kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hivi jiulize ndugu yangu Muislamu, dada yangu Muislamu, yale matendo ambayo kwamba ulikuwa unayatenda katika mwezi wa Ramadhani, je, baada ya Ramadhani saa hii Shawwal tumeingia, je, unatenda yale matendo ambayo kwamba ile khairat ambayo kwamba unayafanya katika mwezi wa Ramadhani, je, saa hii pia unafanya? Wengi katika Ramadhani walikuwa wanamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi walikuwa wanaamka usiku kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mwanashairi anasema qumil layla ya hadha la'allaka tarshudu. Idris, ndiko unanisikia? qumil layla ya hadha la'allaka tarshudu ila kam tanamu al-layla wal umru yanfadu araka bi tuli al-layli wayhaka na'iman wa ghayruka fi mihrabihi yatahajjadu atarqudu ya maghrurun wan naru فلا حرها يطفي ولا الجمر يحمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا توقد. Kama ulikuwa unaamka usiku kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama ulikuwa unaacha matresi yako, kitanda yako kwa sababu ya Allah ili upate janna ya Mwenyezi Mungu, kama ulikuwa unaomba Mwenyezi Mungu dua ukimwambia Mwenyezi Mungu Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, basi baada ya Ramadhani, kama unajua ulikuwa unamlilia Allah mwezi wa Ramadhani, ulikuwa unafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani, vile vile hata baada ya Ramadhani unastahili kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufanya zaidi. Sio kwamba umemwabudu Mwenyezi Mungu Ramadhani, baada ya Ramadhani watu wamekuwa baidu an dhikrillah. Hiyo ni mada tu nimekusa Idrisi. Nakumbusha tu Waislamu, kama ulikuwa unamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya Ramadhani pia unastahili kumlilia Allah. Kama ulikuwa unafanya ibada, pia baada ya Ramadhani unafanya ibada. Nadhani kwa hayo machache Idrisi, inshallah kesho tutaendelea kwa sababu ni kusafiri. Tumeelewa Idrisi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Haya, kesho uje na mzazi mapema ndio ingie klasi. Jamani, huyu historia yake ni kubwa sana na nimempa time avinjari mpaka mwisho, lakini amenirudishia. Kesho tutamwandalia 1 hour, ama mnasemaje Uislamu? 1 hour atembee vile anataka, na hata wale Wayahudi wale pale wale wakimwona huyu wanajua yeye ni nani. Hebu mpe kaka mwenye kofia mabati. Salamu alaykum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nao. Pia wewe mwalimu. Baada uliisikia? Baada mimi ndio nafika. Ndio unafika? Ndio maana utachelewa kila mahali. Nitachelewa tu. Utachelewa tu. Haya, mada ilikuwa gani? Mimi sijipangi, wewe sema tu. Nani anamtambua Yesu? Nani anamtambua Yesu? Wacha tuanzie hapa tukikimbia haraka haraka. Qur'ani 5:47. Hebu kwanza. Ngoja kwanza, umeuliza swali. Wacha nikupe majibu. Twende na maelezo yake haraka haraka. Twende maelezo yake. Alafu uniambie vizuri. Kukimbiana leo hakuna. Nani anamjua Isa? Sisi Waislamu hatuna shida. Nani anamjua Yesu katika nyinyi? Inasemaje? Nasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Twende. Na wahukumu watu wa Injili kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake, na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao ndio wapotofu. Hebu rudia tena. Na wahukumu watu wa Injili ndio kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu ndani yake, na wasiohukumu kwa yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, ndio basi hao ndio wapotofu. Haya, mpe ndio hiyo maelezo uelewe. Soma maelezo. Ndio huyo Aramani, acha hapa. Wewe na kofia yako ya mabati ni mtu wa Injili. Wewe. Mimi. Injili. Na hakuna kutoroka. Na usiende nje ya mada. Hapa. Twende tusome. Inasemaje? Wacha asome. Yaani mwalimu, wewe na kofia ya mabati mtu wa Injili. Wewe. Injili gani kwanza? Ya Mathayo, ya Marko, ya Yohana ama ya Luka? Na utakuwa unapata gani? Kwa sababu Injili ya Mathayo iko na sura 28, ya Marko iko na 16, Yohana iko na 22,
Ipi utakuwa unatuambia leo? Hebu msomee maelezo. Sharh inasema, twende. Na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, ndio yani watu wa Injili, wa Kristo, wahukumu kwa hukumu ndio alizoteremsha Mwenyezi Mungu, safi, na wasiohukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu. Hebu mpe kwanza, sema maneno. Mwalimu, nipo. Umesikia hiyo? Nini? Sisi ni wafuasi wa Yesu. Na sisi ni watu wa Injili. Nyinyi ni watu wa Injili. Kwa hiyo mnahukumu kwa njia ya Injili. Nataka unifundishe jambo moja. Uliza. Ambalo Injili imefundisha. Mpe huyo. Sura ya 2 aya 222. Kisha fundisho hilo nipe kwa Injili. Mpe maiki kwanza tukiwa tunazungumza. Injili kapewa nani? Yesu. Qur'ani kapewa nani? Qur'ani. Hapo kuna shaka, lakini Muhammad. Haya. Safi kabisa. Sawa mwalimu. Kwa hiyo kumbe Injili ni ya nani? Ni ya Isa. Sasa nataka fundisho hili ambalo ni la Muhammad. Injili pia ifundishe. Na pia kuna swali. Mwalimu ngoja si ubishi. Ukimaliza kuuliza, mimi pia nikuulize kwa hii Qur'ani. Niko. Pia ya Musa, unitolea Muhammad hivyo hivyo. Wewe si mtu wa Musa. Wewe si mtu wa Musa. Hapo sasa utakuwa unanitoroka. Ndio huyo sasa. Ndio huyo. Kukimbiana hakuna. Sura ngapi nimesema? 222. Hapo ndio nataka. Niko hapo mwalimu. Twende. Suratul Baqara. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Mpe kwanza. Unajua nini? Andiko isomwe. Unajua ni nini hiyo? Ngoja mwalimu. Mbona unakuanga na spidi? Mpe. Si utakimbia tu. Wewe utaenda wapi? Twende. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Mpe kwanza. Ni nini hiyo? Mwalimu, mbona uko na stress na andiko yako? Wewe unajishuku. Rudia tena. Unajishuku. Rudia tena. Sasa ninapomuuliza mtu swali na asilimia kadhaa kwamba atajibu swali baada kwanza ya kulielewa swali. Ikiwa mtu swali hajalielewa, jibu atalijua huyu. Hebu rudia, hebu maliza. Tuone vile atatembea. Subutu. Inasemaje? Na wanakuuliza juu ya hedhi. Safi. Waambie huo ni uchafu. Safi. Basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi. Maneno ya nani haya? Hiyo. Hayo. Hiyo ni maneno ya Muhammad. Safi. Anatuambiaje? Anakuambia unajua mwalimu, kulalamika hamna. Ukiwa na hapa ukiwa na malalamishi utaenda kulalamikia kwa ploti. Subiri. Si police station. Hapo tunaambiwa na Bwana Mtume Muhammad. Juu ya nini? Juu ya uchafu. Uchafu gani? Mwalimu, rudia tena. Wamekuambia. Hapo mimi sistaje. Mpe tena. Somo wetu wapi? Mpe tena asome. Asome. Wewe mtu wa Injili nataka unieleze katika Injili. Ili fundisho Yesu kanifundishaje? Rudia tena. Na baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Safi. Na wanakuuliza juu ya hedhi. Safi. Waambie ndio huo ni uchafu. Twende. Basi jitengeni na wanawake wakati wa hedhi. Sasa nani anatufundisha hilo? Mtume Muhammad. Kupitia kitabu gani? Qur'ani. Anatufundisha nini? Hiyo ni uchafu. Nini uchafu? Wakati wa wanawake wako wapi? Wako wapi? Sio umejua mwalimu. Wapi? Siku andiko imekuambia. Imesemaje? Yaani waje nisema aje, ni kama usikaribie nini? Mwanamke wakati ya period. Asante. Nani anatufundisha hiyo? Mtume Muhammad. Nyinyi kwa upande wenu wakiwa katika hiyo hali huwa mnafanyaje? Wewe uliona wapi? Wenu huwa mnafanyaje? Hakuna mwenye anakaribia. Anakaribia. Naomba Injili ifundishe hili. Sasa hiyo ni mafunzo kweli? Inna lillahi. Hiyo ni mafunzo. Hebu subiri hapo. Sisi Waislamu Mungu keshatuambia. Si Mungu ni nani? Mtume Muhammad. Mtume Muhammad maneno yametoka kwa kinywa chake. Mwalimu. Mpe huyo anataka kukimbia. Usikimbie. Umesema wewe ni mtu wa Injili. Na mimi nikakwambia kama ni mtu wa Injili tutajua.
Kuna fundisho Nabii Muhammad anatuambia kupitia kinywa cha Nabii Muhammad, lakini maneno ya nani? Ya Allah, kwamba kuna wakati tujitenge na wake zetu wakiwa katika hedhi zao. Mungu anasema huu ni uchafu. Sasa nataka kuyajua haya. Kwa upande wenu mnasema hata nyie hamwakaribii. Yesu katika hili kasemaje? Mpe maiki. Yesu alifuza maneno mingi sana. Sitaki hayo mengi. Hili ambayo sasa hii ya mambo wanawake hii sisi hatuichukulii sana. Hamuichukulii sana. Lakini wakifika katika hali zao mnajitenga. Sio mnajitenga. Nani kawambia mjitenge? Yaani hata wewe mwenyewe ukiwa na akili unaweza ingia kwa uchafu. Peana sasa. Peana sasa. Mimi nilikuwa nikupime wewe. Yesu kuna mambo hajayasema na hajawahi kuyasema, na nyinyi mnayafuata kupitia kinywa cha Nabii Muhammad sallallahu. Nashangaa nyinyi mnamkataa Nabii Muhammad. Sijui chuki yenu inatoka wapi. Yesu hili hajawahi kulisema na asingelisema, kwa sababu Yesu hajawahi kuoa, hajawahi kaa na bibi, hajui mambo hayo. Lakini Mtume Muhammad anakuja kuwawekea wazi. Injili haijawahi sema hilo, na kama imesema mpe maiki. Imesema injili hilo? Mwalimu, nauliza, imesema injili hilo? Haijasema. Hili fundisho mnalifuata ama hamfuati? Tunalifuata. Kupitia kinywa cha nani? Kupitia kinywa cha nani? Hata wewe mwenyewe ukizaliwa unaona hii maneno ni chafu, huwezi ingia hapo. Mimi mwenyewe sina hiyo ripoti. Mimi sina. Labda wewe. Fundisho mimi naliacha kulifuata. Nalifuata kwa sababu limetoka kwa nani? Kwa Mtume Muhammad. Kwa Mtume Muhammad. Ambaye amekuja na kitabu gani? Qur'ani. Na wewe si ni mtu wa Injili? Yesu si alikuja na Injili? Hili fundisho kasemaje? Hakuna. Waislamu takbir. Mwalimu umesema hivi. Ngoja mwalimu, umesema hivi. Ni maneno yako umesema. Narudia. Umesema sisi tunakataa Muhammad. Ndio. Tunamkataa juu ya nini? Qur'ani 7:79. 7:79 twende. Wewe unafikiri nitakuacha huko? Huko pia sikuachi na kufuata. Yaani hawa wana chuki na Nabii Muhammad, lakini mafundisho mengi wanamfuata Nabii Muhammad. Nitakupa na lingine la pili. Sio nakupa la pili. Biblia haijawahi gusa, lakini akalisema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Msomee, inasemaje? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema, mwalimu, mtume angekuja na kofia kama hiyo yako, wewe ungemfuata. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Twende basi. Saleh ndio akuacha na akasema ngapi usomee? Hakuna kitu. Unasomewa ngapi? Inasema, hebu Waislamu mkono juu. An-Nisa. Waislamu mkono juu. Yaani mtu anayemkataa Nabii Muhammad kwanza muangalie kichwa chake. Atingisha hicho kichwa, kwanza kina misumari ndani yake. Yuko na haya. Yaani mtu anayemkataa Nabii Muhammad kwanza atingishe kichwa. Kama akijatoka bolti mbili ana matatizo tofauti, lakini mwenye kichwa kisafi atamfuata Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye kaja kushamaliza kazi. Soma aya hiyo, inasemaje? An-Nisa inasemaje? 4:79 inasema, jema ndio niliyokufukia limetokana na Allah, safi, na ovu niliyokusibu linatokana na nafsi yako, safi. Nasi tumekutuma kwa watu, safi, uwe ni mtume. Mpe alalamike. Si malalamiko. Alalamika. Si malalamiko. Ni nini? Sisi swali letu liko hapo. Tunaona sisi tunakataa Nabii Muhammad. Nasi ni akina nani wenye wanasema ni nasi? Huyo ndio hiyo tu shida yetu. Hiyo ndio shida hiyo. Hebu mpe kwanza. Tukitatua leo utakuwa uko sawa. Wewe utatua hiyo shida. Kama siwezi mpe huyo. Lakini kama utatatua, mimi nitasema ni sawa. Ni sawa nini? Si ni nabii? Ukitatua hiyo shida, ujue ni nasi ni akina nani. Hivi ngoja kwanza. Nitakiri Nabii Muhammad ni nabii. Hebu ngoja kwanza. Na hiyo kofia yako. Peke yako. Ukimkataa mtume.
wewe tu. Atakosa kuwa mtume? Anaweza kosa kwa sababu hata Walawi pia wanamuita mtume. Hiyo kofia sio? Ndio hii mwalimu. Anasema tukitatua neno nasi, tukitatua hilo, huenda akamkubali Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabu cha Mprimato 1:26 Mwanzo. Kama Qur'ani imemtetea adui, hebu nimpeleke kwenye kitabu ambacho hakianzi na bismillahi wala audhu billahi. Unaweza anza ukiwa hali yoyote. Inasemaje? Mprimato iko, ifunguliwe hiyo kabati ya agano, kitabu chekundu. Haya, 1:26 ikimshinda hiyo, halo 1:26. Hebu kwanza mpe maiki tuweke mikataba. Umesemaje wewe? Nimesema hivi, neno nasi ikitatuliwa huenda hiyo Muhammad atakuwa ni nabii wa ukweli. Asante sana. Lakini ikikosa kutatuliwa, ndio si nabii wa ukweli. Biblia unaiamini kabisa? Mprimato unaikubali? Si ni Biblia? Mpe sasa. Twende sasa katika maandiko. Kwanza nisomee andiko nisimnyanyase, kisha twende maelezo. Msomee andiko nisimnyanyase. Ngapi mwalimu? 1:26 Mwanzo. 1:26. Ndio. Kitabu ni cha Mwanzo. Kitabu ni cha Mwanzo. Inasemaje? Inasema mwalimu, 1:29 inasema. 26. Ndio hapo. Mungu akasema, safi, na tufanye. Ndio. Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Mpe sasa huyu. Twende taratibu. Nakusikiza. Mungu anasemaje hapo? Na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na tufanye ama nifanye? Tufanye. Wangapi? Si wengi. Waungu ni wengi. Mungu ni mmoja. Anasemaje hapo mwalimu? Sikiliza, tusilalamishi. Nasi tumekutuma na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Hapo ni tofauti. Nasi tuumbe mtu kwa mfano wetu. Hebu mpe tena. Sikiza. Mpe tena. Nasi tumekutuma na Mwenyezi Mungu ni shahidi. Hatuna shida. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ako kando, wenye wanamtuma ni wengine. Wewe ndio unamweka kando kama hivi. Kwa hiyo haja itatuliwe. Rudia tena. Rudia tena. Kiti ya mchungaji hapa. Mtumishi apate kiti. Naomba kiti kimoja kiende pale mwisho. Rudia tena andiko. Usiondoke kakaangu, sikiliza tu. Soma andiko. Inasema, safi, Mungu akasema. Hapa 1:26. Mungu akasema. Mungu akasema, safi, na tufanye mtu. Ndio. Kwa mfano wetu. Mpe tena. Maneno ya nani? Ya Mungu. Anasemaje? Tufanye mtu kwa mfano wetu. Nifanye ama tufanye? Tufanye. Waungu ni wangapi? Ni mmoja. Anasemaje tufanye wakati ni mmoja? Tufanye mtu kwa mfano wetu. Ndio. Sawa? Na hii wacha tusome hii. Tuone. Usitoke hapa. Mwalimu, usitoki. Hebu twende. Tusome hii na tusome hii. Tuone tatizo liko wapi. Kaka mwenye viatu vya dukani nisikilize. Hivi ukitaka kubeba mtu, unataka kumpeleka section 3. Akiwa peke yake unamwambiaje? Sio kalia hapa twende. Wote mkalie. Wakiwa wengi mkalie. Mpe tena, arudia andiko sasa. Mungu akasema. Mpe kwanza, huyo anayesema ni wangapi? Ni Mungu anasema. Mpe tena. Mungu akasema. Safi. Na tufanye. Mpe. Nifanye ama tufanye? Tufanye. Ni wangapi hao? Mungu na malaika wake ni wengi. Inna lillahi. Nenda ufafanuzi, amenielewa. Mpe twende ufafanuzi sasa. Kwa sababu gani? Mungu atumia wingi akisema tufanye. Safi. Badala ya kusema nifanye. Hebu mpe sasa. Umeelewa nini hapo? Kabla Mungu. Kwa nini Mungu anatumia wingi? Kusema tufanye. Ndio. Ama nifanye. Hebu arudie tena. Kiswahili sio mdomo chenu. Kwa sababu gani? Mungu atumia wingi akisema tufanye. Kwa nini Mungu anatumia nini? Wingi. Akisemaje? Tufanye. Mpendelee. Badala ya kusema ndio nifanye. Kwa lugha iliyokuwa safi. Angesemaje? Nifanye. Lakini amesema tu tufanye. Mpendelee. Ikiwa utanielewa leo,
hakuna mtu utakuja kumwelewa. Twende. Si yupo Mungu mmoja tu? Mpe tena. Hizi lugha mbili zimetumika. Mungu kwani ni wangapi? Si ni mmoja tu, lakini ametumia lugha ngapi? Tufanye. Asante. Maliza sasa. Twende. Kuna maana mbili za kueleza neno hilo. Twende. Wataalamu wengine hueleza neno hilo kwamba ndio huenda Mungu alifanya shauri na malaika wafuasi wake mbinguni. Maelezo ya namna ya pili yasema kwamba usemi huo wa wingi, usemi huo wa wingi, mfano nasi, yani tufanye ama nasi, kwamba usemi huo wa wingi ni usemi wa fumbo. Kwanza ni usemi wa fumbo. Subiri. Ikiwa kichwa chako kuna bolti hazijashika vizuri, ile fumbo huwezi jua. Huo ni usemi wa fumbo. Endelea. Wataka kutuonyesha utukufu, ukubwa, cheo na utajiri wake nani? Mungu. Sasa umenielewa? Nakuelewa. Mungu anapotumia nasi maana yake ni na utukufu wake. Safi. Na nini? Na utajiri wake. Na nini? Na ukubwa wake. Na nini? Na cheo. Waislamu takbir. Sasa mwalimu, umemaliza hiyo. Hiyo umemaliza. Hiyo umetumia wingi. Dakika moja tu. Mpe tena huyo. Hiyo ngoja kidogo. Ngoja tu kidogo. Dakika moja tu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Hiki kiwanja tuko hapa. Allah ni shahidi. Allah yashuhudie maneno yetu. Akitokea kuliuliza tena swali hilo hapa, huyu jamani mnafiki. Sawa jamani? Kabisa. Kesha kiri kwamba ikiwa utanifundisha hili, basi huenda nikamkubali nani? Nabii Muhammad. Ndio nikamrudia mara 2 3 aseme nini maana ya wingi. Akasema ni cheo, utukufu na ukuu wa nini? Wa Mwenyezi Mungu. Neno nasi sura 21 aya 107. Nimpime tena huko. 21:107 Qur'an. Inasema, rudia maneno haya yanarudiwa. Twende. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Tunashughulikia neno nasi ambalo wamelikubali sasa. Sikiliza hiyo. Inasema, ndio. Al-Anbiya 100 nasi. Rudia tena. 107. 107. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Safi. Nasi. Rudia tena. Nasi. Rudia tena. Nasi. Mpe. Nani huyo? Nasi. Nani huyo? Nasi. Huyo hajulikani jina. Inna lillahi. Hapo mwalimu wewe niingiza box. Twende na maliza. Twende. Inasema mwalimu. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Safi. Nasi. Kwa mara ya mwisho. Nani huyo? Nasi. Pale tumemaliza Mungu kwa wingi. Hapa ni nasi. Nani huyo sasa? Huyo nasi. Labda tuulize za 2 moja. Mpe tena maliza. Nasi. Safi. Hatukukutuma wewe Muhammad. Yani ndio. Hatukukuleta. Safi. Ila uwe rehma. Walimwengu wote. Nani huyo? Huyo? Labda tuseme ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwaje na Mwenyezi Mungu? Asikuwe rehema kwa watu wote. Rudia tena. Anakanyaga. Inasemaje? Nasi. Safi. Hatukukutuma. Safi. Yani ndio. Hatukukuleta. Ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Mpe. Nani huyo? Nabii Muhammad. Ametumwa na nani? Na nasi. Ambaye ni nani? Hapa nasi ni watu wengi. Hebu peana maji. Mwalimu, twende pole. Hapo zilikulia roho. Na si ubishi. Nasi ni watu wengi. Mimi nafundisha. Na kuna watu wanahitaji mafundisho. Hebu kaka. Hebu hape kiti. Shaka sogea kidogo. Kuna mchungaji hapa. Akalie hicho kiti. Ikiwa tutaleta mchezo, watu wametoka mbali kuja kutusikiliza. Sasa ikiwa umekuja kubai time, mimi siko. Na umekiri kwamba ukishafundishwa neno nasi huenda ukamkubali Nabii Muhammad. Nimekupeleka kwake. Tena anataja neno nasi. Unataka kumkataa Nabii Muhammad. Huyo kaka anatoa nini?
Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja na. Hiyo ni kupoteza time. Unaitwa nani kaka? Mimi naitwa Maina. Maina. Maina, kwani hata jina lako mpaka uhakikishe kwa simu? Kwani nikiweka macho chini lazima